Naitwa Idi Twahalema. Sasa hivi ni kaimu mkuu wa kitengo cha management ya ununuzi JKCI Group Hospital. Mimi ni Mchaga wa Moshi ambao tunaita Machame pale. Ndio nimetokea Machame, sehemu inaitwa Ndronga. Kwa hiyo nimezaliwa Moshi na nimesoma pia Moshi, elimu ya sekondari, elimu ya primary mpaka sekondari nimesoma Moshi. Lakini pia nimesoma chuo cha uhasibu Mbeya ambao inaitwa Dar es Salaam School of Accountants, sasa hivi inaitwa Tanzania Institute of Accountants. Lakini pia nimesoma Dar es Salaam branch ya makao makuu ya Dar es Salaam School of Accountants ambao sasa hivi inaitwa Tanzania Institute of Accountants, na nimesoma pia chuo kikuu cha Dar es Salaam, University of Dar es Salaam, na University of Central England ambao sasa hivi inaitwa Birmingham City University kwa ajili ya postgraduate diploma in business administration na Master of Business Administration International Business. Kwa kweli nimekuwa kwenye utumishi wa umma takriban miaka 38 na nilianzia Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi ambao nilikaa miaka 8, nikahamia Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Kimataifa nilikaa miaka 14. Baada hapo nilipanda cheo na kuwa mkurugenzi wa kitengo cha ununuzi na ugavi, Wizara ya Fedha na Mipango ambao nilikaa pale miaka 10. Baada ya hapo nikahamia tena ofisi ya Rais TAMISEMI, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza ambao nilikaa mwaka mmoja na miezi 6. Ndio nikahamia taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete. Kwa kweli nilipofika JKCI nilifurahi sana, nilikuta na hospitali ambao ni nzuri. Na hospitali lakini huwezi kujua kama ni hospitali kwa sababu ina usafi wa hali ya juu. Na ni sehemu ambapo kuna kada zote ziko pale. Madaktari, wauguzi, manesi, watu wa accounts, watu wa procurement, utawala. Kwa kweli nilifurahi sana kuhamia JKCI. Mafanikio kwenye utumishi wa umma kwa sababu mimi nilianza kama ofisa wa kawaida kabisa daraja la kwanza, lakini niliweza kupanda vyeo mpaka nikawa mkurugenzi wa kwanza wa kitengo cha management ya ununuzi wa umma Wizara ya Fedha na Mipango. Changamoto ni nyingi kwenye utumishi wa umma, lakini cha muhimu ni kufanya kazi kwa bidii. Sababu utumishi wa umma mpo watu mbalimbali, wa rika mbalimbali, wa mataifa mbalimbali, lakini vile vile watu wa makabila tofauti tofauti. Kwa hiyo kila mtu ana mtazamo wake. Kwa hiyo unatakiwa ujitahidi kufanya kazi kwa bidii na kujaribu kushirikiana na watu wa rika zote na watu wa kada zote, utaweza kufanya kazi vizuri. 2021 niingia JKCI, nilikuta kuna maendeleo mazuri sana, jengo zuri safi sana kwa kweli, ukiingia huwezi kuamini kama ni hospitali, sababu jengo halina harufu ya sindano zile za dawa kama unakwenda kwenye hospitali zingine. Lakini maendeleo makubwa yamefanyika kwa kipindi kifupi. Kwanza namshukuru Profesa Janabi, alinipokea kwa roho nzuri kabisa. Lakini hata vile vile alipoingia Dr. Kisenge kuwa mkurugenzi mtendaji, naye amenipokea kwa vizuri na ameweza kuona ule ujuzi wangu na kuweza kunitumia kuniweka kwenye kamati mbalimbali pale JKCI. Nimekuwa mwenyekiti wa Financial Sustainability, lakini mwenyekiti wa mkutano wa Cardiotani 2026 ambao unafanyika mwezi Juni mwaka huu. Lakini hospitali pia imeongezeka, jengo la block B lilikuwa halipo, limejengwa, block C lilikuwa halipo, limejengwa nikiwa niko pale. Maendeleo makubwa sana, na pia uongozi wa Dr. Kisenge uliweza kuchukua hospitali ya DA Group. Tunaona hospitali sasa hivi ya DA Group imechukuliwa na taasisi yetu ya JKCI mwaka 2022, lakini kuna mambo mengi yamefanyika tangu JKCI DA Group imechukuliwa. Tumeweza kubadilisha OPD pale, open outpatient department tumejenga ni ya kisasa, lakini pia theater tumejenga theater ya kisasa sana pale ambao tuna theater 2. Ofisi pia za wafanyakazi wanakaa katika mazingira bora. Kwa kweli tangu nilipofika JKCI nimepata ushirikiano mkubwa sana kwa viongozi, lakini pia kwa watumishi ambao wako kwenye idara yangu ya Procurement Management Unit. Tumefanya kazi vizuri kwa kushirikiana sana, lakini pia nimeweza kuonyesha ujuzi wangu. Kuna vijana wako chini yangu kweli, katika kuniaga wamenitumia message za kusema bwana, tunashukuru sana, tumejifunza vingi kutoka kwako, lakini tutaendelea bado kuomba kupata mawazo, maoni na maboresho zaidi katika utendaji wetu wa kazi. Kwa kweli hiyo ndio naona kwamba nimeweza kufanya vizuri na kushirikiana na wenzangu JKCI. Mbali na JKCI mimi ni mtu wa michezo, kwa hiyo napenda sana michezo, football, lakini pia nafanya mazoezi, kuunga jitihada zile za tembea na JKCI. Mimi kila Jumamosi huwa nakimbia kilomita 10. Vijana ambao wanaingia kwenye utumishi wa umma naomba sana wawe na nidhamu ya kazi, sababu nidhamu ya kazi ndio itakufanya wewe utoke daraja moja kwenda daraja lingine. Wengine wanafikiria kwamba ni
Nidhamu ni mahali popote pale unapimwa ukiwa katika utumishi wa umma. Wewe unapokuwa unafanya kazi zako, lakini kuna watu wanakuangalia kila siku, utendaji wako, nidhamu yako, hata baada ya kazi, ushirikiano na wenzako. Hivyo ndio vitu ambavyo vinakuangalia wewe kesho unaweza kuwa kiongozi, kwa sababu unapokuwa mtendaji mzuri na unafanya kazi kwa bidii na nidhamu, unaweza kuongoza wengine ambao wako chini yako. Rai ambayo nina rai aina mbili. Kuna rai ya kwanza kwa viongozi wenzangu ambao wako kwa JKCI. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anatoa vijana wengine au watu walioko chini yake nao wanakuwa viongozi. Mfano mzuri ni Dr. Peter Kisenge, ameweza kumtoa mkurugenzi wa Muhimbili National Hospital Dr. Delila Kimambo, ametokea JKCI. Sasa huu ni uongozi, kwa sababu serikali inapotaka kumweka mtu mahali fulani inaangalia ule mtu katokea wapi, ana ujuzi gani, kajifunza wapi. Kwa hiyo ndio rai naomba kwa viongozi wenzangu, kwa sababu mimi pia mwenyewe nilipokuwa Wizara ya Fedha pale kwa miaka 10 niliokaa pale, niliweza kutoa viongozi 4 ambao leo ni wakurugenzi katika taasisi mbalimbali za serikali. Kwa hiyo huo ndio uongozi. Na kwa watu wengine wachape kazi. Ukichapa kazi, bosi wako anakuwa anakuona, na bosi mzuri ni yule ambaye anaongoza wenzake ili waweze kuwa mabosi wa kesho. Wafanye kazi kwa bidii na jitihada zaidi kuisaidia serikali katika kujenga uchumi imara na ulio bora. Ya moyo wako ni jukumu letu.